kutoka Dar es Salaam mpaka Segese Kahama. Ulipokeaje kwanza taarifa baada ya kuambiwa wewe ndio mshindi wa gari hii kutoka PMbet? Baada ya kuangalia ID yangu nikaona kweli ndo mshindi. Nimepokea hii zawadi kwa furaha kubwa sana. Mchezo gani pendwa ambao unaucheza mara nyingi? Aviator. Kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ama ukipiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, huenda na wewe ukawa mshindi ajaye na tukakuletea kama ambavyo tumemkabidhi bwana James leo hii. Bana, nilikuambia hapa kwamba mwaka 2026 ni bumper to bumper. Nitakuwa nakupa taarifa ambazo nimezihakikisha, nimethibitisha, nimezipitisha, ndio utaratibu ambao nimesema nitakuwa naufanya kwa mwaka 2026. Kwa hiyo tayari nimeshakuwekea taarifa kuhusiana na Jean Charles Ahoua pamoja na Elie Mpanzu Kibisawala. Tunafahamu Simba anashiriki michuano ya Kombe la Mapinduzi. Almost wachezaji karibia 10 hawapo. Simba au timu zote kwa ujumla huwa inasajili wachezaji 30 na kitu hivi, lakini wachezaji takriban 7 wao wameenda kwenye michuano ya AFCON ambayo siku ya tarehe 4 mwezi wa Januari watakuwa na kibarua dhidi ya timu ya taifa ya Morocco katika hatua 16 bora. Kwa hiyo wachezaji 7 wako kule. Wakati huo pia goalkeeper Musa Kamara alikwisha kuumia, lakini pia Yakubu Suleiman pia alipata kuumia. Jumlisha hapo napata wachezaji 9 ambao kiujumla hawapo kwenye kikosi pamoja na Abdrazak Hamza. Kwa unapata jumla wachezaji 10 ambao wanakosekana. Kwa hiyo katika wachezaji 30 Simba wachezaji 10 hawapo, wachezaji 20 ndio wachezaji ambao wapo, lakini wachezaji wawili Jean Charles Ahoua pamoja na Elie Mpanzu ambao wao bado hawajafika. Kwa hiyo kauli aliyotoa leo Patrick Remabu, manager wa klabu ya Simba Sports Club, nimeielewa sana kwamba timu inapokuwa na upungufu wa wachezaji, unapokuwa na wachezaji wachache, basi kuna namna lazima ifanyike haraka iwezekanavyo, hasa katika dirisha dogo. Ndio maana unaona wamepandisha wachezaji kama 3 hivi wa kutokea Simba B kwenda kuongeza nguvu pale. Lakini wakati huo pia michuano ya Simba ya vijana pia inaendelea kutimua kasi, kwa maana ligi ya vijana ambapo Simba pia wapo. Sasa hapo ndipo mtihani mkubwa unapoingia. Bahati nzuri ni kwamba Simba wampata nafasi bwana. Wampata nafasi utembelewa na wachezaji wawili ambao wachezaji hao wako kwenye kambi ya Simba na tayari mmoja wapo amekwisha fika Zanzibar kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi. Sasa mmoja wa majina anayotajwa ni pamoja na mtu anaitwa Bright Anukani. Huyu Bright Anukani ni nyota wa Uganda, ana umri wa miaka 26 kwa sasa, akiwa ni kijana wa 2000. Sasa ukijumlisha na sasa leo tarehe ngapi, mwaka gani, basi tayari anatafuta miaka yake 26. Lakini kwa bahati mbaya msimu huu alivyorudi amekosa vibali vya kazi na hawezi, amekosa vibali vya kuweza kucheza. Kwa hiyo kipindi hiki ambapo yeye hajapata nafasi ya kucheza, imempa nafasi mchezaji mwenyewe Bright Anukani akaonyeshe uwezo wake ndani ya kikosi cha Simba. Kwa hiyo ameruhusiwa kwenda kufanya majaribio. Kama itatokea Simba watamhitaji, kwa maana kocha wa Simba wa sasa Steven Becker na jopo lake kama watamhitaji Bright Anukani wakamchukua. Bright Anukani ni nyota wa URA ambaye ameshafanya vizuri pia na alicheza hadi timu ya taifa ya Uganda mwaka 2019 katika mechi alizocheza 26 alifunga goli 3. Yeye anacheza eneo la winga, anacheza winga zote mbili, kwa maana winga ya kulia lakini pia winga ya kushoto, lakini pia anaweza akacheza kama namba 10 kwa maana playmaker. Kwa hiyo Bright Anukani kwa age yake, height yake, ni mchezaji mzuri ambaye mimi nimewahi kumshuhudia pia akiwa hata timu za vijana ya Uganda. Kipindi cha nyuma kidogo tulikuwa tunaona uwezo wake. Kwa hiyo anaenda pale kuongeza nguvu ndani ya kikosi cha Simba ambaye inashiriki Kombe la Mapinduzi, na trust me utaanza kumshuhudia kwenye mechi ya tarehe 3 pale Bright Anukani. Kama atamshawishi kocha yeye ndo anaweza akawa na maamuzi, ingawa Simba hawajafikiria kabisa pengine kuwasajili, lakini kama itatokea, kwa sababu wao wote wawili wameingia pale na wakiwa wanahitaji kuendelea kucheza, lakini kubwa kuendelea kuonyesha kile walichonacho, na kama hata sio Simba pengine kuwashawishi kwa kile ambacho anakifanya kwa Kombe la Mapinduzi, basi hata vilabu vingine, kwa sababu wachezaji wanatafuta maisha. Kumbuka Azam wako kwenye Kombe la Mapinduzi, Singida wako kwenye Kombe la Mapinduzi, Yanga wako kwenye Kombe la Mapinduzi, kwa hiyo Simba pia wako huko. Kwa hiyo kama itatokea wataonyesha ubora wao, na hata kama hawatapata nafasi ya Simba, basi huenda wakapatikana wakacheza sehemu zingine. Kwa hiyo kwa mimi nilipomtazama Bright Anukani, aina yake uchezaji ni kama Mohamed Bajabir,
Starboy ni winga ambaye anapenda kunyumbulika, ana accelerate, anapanda na kushuka, anapiga cross, anaenda deep, anaingia wide. Kuna muda anaenda wide, anatokea pembeni kabisa, kuna muda anatokea ndani na anatengeneza V ya kutengeneza magoli pia. So ngoja tusubiri kumuona. Sijamuona muda mrefu tangu nimshuhudie kwenye timu ya taifa ya Uganda na URA. Mwamba sijamuona tena. Nilisema URA. Bana, huyu ni nyota ambaye alipita KCCA ya Uganda, sio URA. KCCA. Kwa hiyo anaenda pale Simba Sports Club sasa kwa ajili ya kufanya majaribio na kuona namna gani ataweza kwenda kuonyesha kiwango chake mbele ya kocha. Na uzuri ni kwamba baadhi ya nyota wengi wa Simba hawapo kwa sasa. Kibu Denis hayupo katika eneo la winga, Morris Abraham yuko kule Morocco. Kwa hiyo waliobaki ni mtu kama Joshua Budo Mutale, Mohamed Bajabiri, Starboy, ndo waliosalia pale katika eneo hilo, kina Awesu, lakini pia kina Jonathan Soa na wengine. Kwa utaona hapo kwamba Brighton Ukane akikaza kidogo, akionyesha na uwezo alionao, age yake na vitu kama hivyo, ni talented player. Basi anaweza akamshawishi kocha pengine Steven Becker na kuweza kumpa nafasi. Wengi tu ameshawahi kupita Simba kwa staili hiyo kwa ajili ya Kombe la Mapinduzi. Hata kama unakumbuka nyuma kidogo, kuna bwamba alikuwa anaitwa alikuwa kiungo pia kutokea Uganda. Mnamkumbuka nani huyu bwana? Alichukua nafasi ya Gerson Vieira Fraga. Tadeo Luanga, yes, Tadeo Luanga Dragon naye ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wafanya vizuri sana kwenye ligi, lakini kutokana na weight alikuwa na uzito mkubwa sana alipotoka kwenye ligi ya Misri. Lakini baadaye umwamba kwenye Kombe la Mapinduzi ndipo ambapo alianza kujirefresh, akakaa sawa. Kwa hata Brighton Ukani huenda akafanya hivyo, lakini sio tu yeye mwenyewe Brighton Ukani. Wana kiungo mwingine mkabaji kutokea pale Kenya anaitwa Chazo Ouma, na huyu Chazo Ouma bwana yeye ni kiungo mkabaji. Na yupo pia naye atakuwepo kwenye Kombe la Mapinduzi kwa ajili ya kwenda kufanya majaribio ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tayari Chazo Ouma yeye ndo amekwisha fika pale Unguja Zanzibar, na picha yake utaiona hapo. Lakini Bright Adukani yeye anaingia asubuhi kesho na ataingia kwenye mazoezi, na siku ya tarehe 3 basi huenda akashuka dimbani kuonyesha kile ambacho alikuwa nacho. So kwangu sio kitu kibaya kuona wachezaji pengine wanaingia ndani ya Simba wanafanya majaribio kwenda kuonyesha. Kuna watu wanawashushia Simba heshima, wanasema bwana inakuaje wachezaji hawa wanafanya mazoezi, majaribio na nini. Mbona wengi sana wamepita pale, wengi mno wameenda kwenye Mapinduzi na wakashindwa kuclick, wakashindwa kuonyesha, na Simba hajawasajili wengi sana. Nakumbuka kina Peter Mdua, kina Junior Lukosa, hao wote wengi walishia tu Zanzibar. Kwa hiyo sio kitu kibaya, na sio kila kitu mtu anachambua kwa hasira. Sasa bwana imekuaje wanaenda Simba leo wachezaji wafanye majaribio popote pale duniani. Kama timu haijakuona, kama hujapata nafasi ya kucheza sehemu fulani kwa muda fulani, lazima uonyeshe, lazima umshawishi kocha kwenye short tournament au hata kwenye michezo yote au kwenye mechi za kirafiki na mambo kama hayo, ili kocha aweze kujiridhisha. Huwezi tu kaingia juu, lakini mchezaji kama utakuwa kwenye form yako na una nafasi ya kucheza, unaonekana, ni rahisi sana kuweza kufanyaje kupata nafasi ya moja kwa moja. Like, mtu kama Alan Okello nafasi ya moja kwa moja anapata. Unaona bwana, kina Bobo Siwale, kina Mutiaba, unaona kina Semugabi, wale wa Uganda, wale ni rahisi moja kwa moja kupenya kwenye vikosi hivi. Lakini hao wengine hawajaonekana. Kama huyu nimekwambia Brighton Ukane hajapata nafasi ya kucheza sasa hivi, kwa lazima aonyeshe touch zake, receiving zake, namna ambavyo anaweza kuficha mali, namna ambavyo anaweza kushambulia box la mpinzani, namna ambavyo anaweza akapiga pasi za magoli, namna ambavyo anaweza akafunga nje ya 18. Hivyo ndio vitu ambavyo vinaenda kuchakatwa. Lakini pia Chazo Ouma yeye ni kiungo mkabaji, nafasi ya kina Yusuf Kagoma, kina Alassane Maodo Kante, naye ametoka kucheza Polisi ya Kenya pale. So naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wataenda kujaribiwa, lakini kubwa wataenda pia kucheza ndani ya Simba kuisaidia kipindi hiki ambapo timu inakosa baadhi ya nyota wengi kwa sababu ya injury ambazo wamepata wachezaji watatu wa Simba, makipa wawili pamoja na Abdazaki Hamza. Usisahau wachezaji 7 ambao wako kwenye michuano ya AFCON. Kwa hiyo tuone itakuwa vipi Brighton Ukani kutoka Uganda, lakini pia Charles Ouma kutoka pale Nairobi pale Kenya. Tuone kama wataweza kwenda kufanya kile kilicho bora na kufanikiwa kuingia ndani ya kikosi cha Simba. Bado taarifa ziko nyingi sana, usiondoke, kaa hapa ndani ya Mfalme wa Soka.
kutoka Dar es Salaam mpaka Segese Kahama. Ulipokeaje kwanza taarifa baada ya kuambiwa wewe ndio mshindi wa gari hii kutoka PMbet? Baada ya kuangalia ID yangu nikaona kweli ndo mshindi. Nimepokea hii zawadi kwa furaha kubwa sana. Mchezo gani pendwa ambao unaucheza mara nyingi? Aviator. Kupitia tovuti ya pmbet.co.tz ama ukipiga nyota 149 nyota 23 alama ya reli, huenda na wewe ukawa mshindi ajaye na tukakuletea kama ambavyo tumemkabidhi bwana James leo hii.